Naam, hapa ni katika kanisa la Mlima Sayuni linalopatikana kata ya Sinoni, mtaa wa Mlimani. Leo tarehe 23 mwezi wa 8 walinialika kwenye ibada kuja kushiriki nao na tumefika. Ibada imeenda vizuri. Tumepata huduma nzuri sana ya maombi, lakini pia kulisha neno la Mungu. Na nimepata muda kidogo hapa wa kuzungumza na katibu wa kanisa. Tafahamu majina yake, lakini pia atatuelekeza kanisa liko wapi kwa mtu ambaye siku nyingine ingependa kuja kushiriki katika ibada hapa. Lakini pia unafahamu kuwa ni muhimu sana Jumapili kuhudhuria katika ibada pasipo kukosa. Atatueleza ni kwa nini ni muhimu sana siku ya Jumapili kuhudhuria kwenye ibada. Katibu, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana. Hongera kwa ibada ya leo. Asante nawe pia. Leo umejisikiaje? Ibada ya leo ilikuwa nzuri sana. Ndio, ibada ya leo ilikuwa vizuri. Imeenda vizuri, tulikuwa na vipindi kama vitatu. Kipindi cha kwanza tulikuwa na somo la utangulizi na kipindi cha pili tulikuwa na somo la mchana, lakini kipindi cha mwisho tulikuwa na kipindi kizuri sana ya kunywa damu mwa Yesu. Mimi ndo mara ya kwanza nafika kanisani kwenu. Nashukuru sana kwa mwaliko, lakini nimefurahia huduma. Mnapatikana kata ya Sinoni, mtaa wa Mlimani. Kwa mtu ambaye ndo mara ya kwanza kabisa analisikia hili kanisa na analiona pia kupitia mitandao ya kijamii, akahitaji kufika, anafikaje? Kama mtu anataka kufika hapa kanisani kuja kusali na sisi ni rahisi. Kishafika Friends Corner pale, chukua bajaji pale, atashuka maeneo ya Mazengo. Kishafika pale kuna kibao cha kanisa Mlima Sayuni. Lakini zaidi kuna kanisa kubwa la Katoliki. Akiona tu ile kanisa tupo karibu na ile kanisa la Katoliki. Tutawekea pia mawasiliano kwenye screen. Sasa maisha yetu siku hizi tuna majukumu mengi sana. Mpaka muda mwingine Jumapili tunaweza tukajikuta tuko kwenye mishughuliko kwa sababu ya ugumu wa maisha, lakini pia majukumu. Ni kwa nini ni muhimu sana Mkristo kushiriki ibada ya Jumapili? Hata kama atakuwa ametingwa, anapaswa kuacha kila kitu na kuhudhuria kanisani siku ya Jumapili. Asante ndugu mwandishi wa habari. Mkristo ni muhimu kuja ibadani siku ya Jumapili. Ukisoma Ibrania 10:25, Biblia inasema msiache kukusanyika kama ilivyo desturi. Kwa hiyo Mungu ametuagiza siku ya Jumapili tukusanyikane, ni desturi. Lakini pia umuhimu wake wa kuja Jumapili, siku ya Jumapili, kuja kanisani Jumapili ni kuja kumsikia Mungu anasema nini juu ya maisha yake kupitia neno la hiyo siku. Unajua Mungu ananena kwa njia mbalimbali. Lakini siku ya Jumapili ni siku ambayo unakuta Mungu amemwandaa mtumishi wake akampa mafundisho ya kuwasaidia watoto wake siku ya Jumapili. Kwa hiyo tunapokuja Jumapili kusikia neno la Mungu, kwa mfano leo tumefundishwa kuhusu kusikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo unakuta wiki nzima hii tutakuwa tunajifunza namna ya kusikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo ni muhimu Mkristo kuja, kwa sababu akija atakuja kujua nini Mungu anasema juu ya maisha yangu. Nini Mungu anasema juu ya maisha yangu. Kwa mtu ambaye sio mhudhuriaji mzuri wa ibada, ni changamoto zipi anaweza akakutana nazo iwapo atapuuza kuhudhuria sehemu za ibada, hususa kwa wale wa Kristo siku ya Jumapili? Ndio. Asante ndugu mwandishi wa habari. Mimi ni mwalimu. Mtoto anapokuwa mtoro kutokufika shuleni, unajua kila siku mwalimu anafundisha. Mwalimu hawezi kuacha kufundisha kwa sababu mtoto fulani hajaja, anafundisha. Sasa huyu mtoto ambao unakuta mara nyingi yeye hahudhuri shuleni, ni mtoro. Kuna siku ya mtihani. Na siku ya mtihani ikifika, yeye atakuja. Kwa vile hakufundishwa, hakuwepo kile kipindi watoto wengine wanafundishwa, akifanya ile mtihani atafeli. Nini maana yake? Kwenye maisha yetu ya kiroho, ya kimwili kuna majaribu, kuna mitihani mingi. Kwa unakuta Mkristo ambao haji atakutana na zile mitihani. Sasa kwa kuwa hahudhurii kanisani, hahudhurii kupata yale maarifa ya Jumapili, unakuta adui ni rahisi kumtenda mtu kwa akili, na unakuta ile mtu kabisa anadhoofika kiroho na anakufa kiroho kabisa na anamwacha Mungu kwa sababu hapati mafundisho ya kiroho. Unajua ndugu mwandishi wa habari, huku sisi kama binadamu kuna mtu wa ndani. Huyu mtu wa ndani anahitaji kulishwa. Anahitaji kusikia neno la Mungu ili akue. Kwa unakuta mafundisho ya Jumapili yanatusaidia mtu wa ndani apate maarifa. Kwa hiyo mtu asipokuja kanisani atakosa maarifa ya Jumapili. Atashindwa kujua kwamba nini Mungu amesema Jumapili kuhusu maisha yangu. Na ni rahisi adui kupambana naye kwa sababu ni mtu ambaye ana maarifa ya kimungu. Ndio.
na mwisho wa siku atafeli kwenye mambo mbalimbali. Atafeli kwenye mambo mbalimbali ya maisha. Atafeli kwenye mambo mbalimbali ya maisha. Mwisho kabisa tukiwa tunamaliza, kanisani kwenu nimeona mnatumia kitendo cha imani cha watu kunywa fruto ile swini fruto. Kuna wengine wanatumiaga chumvi, wengine wanatumia maji. Hapa katikati hivi vitu vimekuwa na mkanganyiko. Watu wengine wanasema sio sahihi kutumia, watu wengine wanasema ni sahihi kutumia. Katika maombi au katika ibada, ni kwa nini ni muhimu sana kuambatanisha na vitendo vya imani kama hivi? Kama tulivyoona pia manabii kama kina Elisha, nao pia walikuwa wanatumia chumvi kutakasa maji ya chemchemu ili yakae sawa. Asante ndugu mwandishi wa habari. Hivi vitu vya kushiriki damu ya Yesu, meza ya Bwana, mwili wa Kristo, chumvi, vipo kwenye Biblia. Lakini hapa kanisani sisi hatufanyi kila siku kama mazoea. Yaani hatufanyi kama mafundisho ya msingi. Tunafanya tu pale ambapo unakuta Roho Mtakatifu anatupa ufunuo siku hiyo. Kwa anapotupa ufunuo siku hiyo vinatumika. Na umuhimu wake sasa ni nini? Hivi damu ya Yesu ambayo tumekunywa ina kazi nyingi sana. Kwa mfano, ukienda kama nyingine adui, wao wanatumia damu, yani wale maajenti wa kuzimu, wanachukua damu ya watu wanakunywa. Wanakuwa watu waovu, watu hatari sana. Kwa hiyo tunaposhiriki damu ya Yesu inatufanya tushinde mambo mbalimbali katika ulimwengu roho. Ukisoma Ufunuo 12:11, nao wakamshinda kwa damu ya Yesu. Kwa tunaposhiriki damu ya Yesu, kuna vitu vingi vinazalia ndani yetu. Inategemeana tu. Hatunywi tu hivi, inategemeana unanenea kitu gani. Kwa jinsi unaponenea ile damu inakuwa kama ulivyonenea. Ukichukua ile fruit ukanywa hivi haifanyi kazi. Kwa inafanya kazi sawa na jinsi unaponenea. Kwa mfano, nakunywa damu ya Yesu, ikachilia agano kwenye maisha yangu, agano la kuhifadhiwa, agano la kutengwa na watu ambao sio sahihi, agano la kukutanisha na watu sahihi. Inafanya kama ulivyotamka. Kwa ina umuhimu sana katika maisha yetu ya kiroho. Asante mtumishi. Sasa kwa ajili ya watazamaji, maombi kidogo tumalize kipindi. Ndugu mtazamaji, popote ulipo, unapotuangalia, hapa tupo kanisa la Mlima Sayuni. Hapa nimeongea kama katibu Elia Mole kwa niaba ya mchungaji wangu Israeli. Tunakukaribisha katika kanisa hili. Siku za Jumapili karibu, lakini katikati ya wiki baba yetu mchungaji Israeli yupo hapa kanisani. Kwa hiyo kama unahitaji maombi, njoo Jumapili kanisani au siku za wiki, lakini hapa tulipo ninaweza kukuombea tatizo lolote ambalo unalo. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu msikilizaji, mtazamaji ambaye anaangalia popote alipo. Mungu, katika jina la Yesu, kama ulivyosema Zaburi 107:20, unalituma neno lako. Ninatuma neno lako kwa mtazamaji, kwa msikilizaji, mahali popote ambapo ana shida, ana changamoto katika maisha yake, kwenye ndoa, kwenye afya, Baba, kwa watoto wake. Mungu, natuma neno lako katika jina la Yesu. Tunaachilia uzima juu ya maisha yake, kila giza, kila vifungo vikamwachie katika jina la Yesu. Imeandikwa kwa kupigwa kwake Yesu Kristo, mtazamaji, msikilizaji yule amepona katika jina la Yesu. Kama ni afya, amepona katika jina la Yesu. Kama ni uchumi, imepona katika jina la Yesu. Pokea uzima mahali popote ulipo. Pokea kibali katika jina la Yesu, na kubariki ukafanikiwe, ukamjue Mungu zaidi, ukawa na afya njema katika jina la Yesu. Ndoa yako ikapone katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru na mfunika msikilizaji huyu katika jina la Yesu. Naomba nakushukuru. Amen.